Kijana anamkana mama yake aliyemsomesha kwa shida kweli kweli siku ya mahafali baada ya mwaka mmoja. Majuto makubwa na balaa zito linamkuta kijana huyo. Cha kufanya, mtazamaji wa simulizi za ajabu, sikiliza na kutazama simulizi hii mwanzo mpaka mwisho. Tunaanza kama ifuatavyo. Kulikuwa na kijiji kidogo chenye nyasi fupi, mito midogo iliyojaa samaki wadogo wadogo na sauti za kuku zikisikika kila alfajiri. Katika kijiji hicho aliishi mama mmoja aliyeitwa Mama Nalia. Alikuwa ni mjane wa muda mrefu. Mume wake aliaga dunia miaka 10 iliyopita, akiwaacha yeye na mtoto wake wa kiume aitwaye Sudi. Sudi alikuwa mtoto wa pekee wa matumaini yote ya Mama Nalia. Mama huyo alijituma sana. Alilima mashamba ya watu, aliosha vyombo katika majumba ya watu, aliosha nguo kwa ajili ya kuweza kumpambania mtoto wake mdogo huyu aitwaye Sudi ili baadaye aje amsaidie. Siku moja mama huyu alisema ya kwamba, "Sudi mwanangu, elimu ndio urithi wangu kwako. Usikate tamaa hata kama tunalala njaa." Maneno hayo mama yake aliongea mara nyingi hadi akawa kama nyimbo masikioni mwa kijana huyo aitwaye Sudi. Sudi alisoma kwa bidii. Mara nyingi alikwenda shule bila viatu, wakati mwingine alikuwa na sare zilizochakaa kweli kweli, lakini alijua thamani ya elimu. Walimu wake walimpenda kwa akili yake na mara nyingi walisema, huyu kijana akipata nafasi ataenda mbali zaidi. Hayo ilikuwa ni maneno ya baraka kutoka kwa walimu. Miaka ikasonga. Sudi alipofaulu mtihani wa kidato cha 4 kwa alama za juu mno. Kijiji kizima kilifurahi. Mama yake alilia kwa furaha. Hakuwa na pesa, lakini alijua Mungu yupo. Akauza ng'ombe kadhaa alizoachiwa na mume wake kwa ajili ya kumpeleka mtoto wake chuo. Hakika mama huyu alifurahi sana mwanake kwenda kusoma chuo. Siku ya kuondoka kijijini, Mama Nalia alimkumbatia mwanae na kumwambia kwa sauti ya upole lakini yenye nguvu, "Mwanangu, ukifika mjini usinisahau. Mama yako hana mali, lakini ana moyo. Naomba uniheshimu hata nikionekana duni." Haya ilikuwa ni maneno ya kwake mama huyu akimuaga kijana wake. Sudi alitikisa kichwa akasema kwa kujiamini, "Mama, siwezi kukusahau kamwe. Nitakuletea maisha mazuri, utalia kwa furaha mama yangu." Huo ndio ulikuwa ujumbe kwake Sudi. Mwaka wa kwanza chuoni hakukuwa rahisi. Sudi alikosa hela mara nyingi, lakini mama yake hakuwahi kumwacha. Kila mwezi, hata kama ni shilingi 1500 tu, mama alikuwa akimtumia kijana wake. Wakati mwingine aliuza mazao yake yote kwa bei ya hasara ili amsaidie mwanawe ambaye yuko chuoni na pambana na kusoma kwa ajili ya kumgomboa. Miaka ikasonga na Sudi akaanza kuzoea maisha ya mjini. Akaanza kuwa na marafiki wapya, watoto wa matajiri waliovaa vizuri, waliokuwa na simu ghali na magari madogo madogo ya wazazi wao walikuwa wakiwapa waende nayo shule. Kwanza alikuwa mwoga, lakini kadri muda ulivyopita naye akaanza kubadilika mdogo mdogo. Alianza kuona aibu kuzungumza maisha yake ya kijijini. Wakati marafiki zake wakizungumza kuhusu vacation Zanzibar, Arusha ama kwenda nchi za watu, yeye alikuwa amekaa kimya tu. Siku moja rafiki yake mmoja aitwa Kelvin alimwambia kwa dhihaka, "Sudi, wewe unatoka kijijini kabisa Aise, lazima huko mnachota maji mtoni." Haya ilikuwa ni maneno ya rafiki yake na Sudi aitwa Kelvin akimtania. Wote walicheka. Sudi alitabasamu kwa aibu kisha akasema, "Zamani kidogo, sasa tumeendelea huko." Lakini moyoni aliumia mno. Na hiyo ndiyo siku ambayo aliamua kubadili kila kitu kuhusu yeye. Akaanza kujiita Sudrek, jina la mjini. Tena akaacha Sudi akajiita Sudrek. Alipofika mwaka wa mwisho chuoni, alianza kuvaa nguo ghali, kutumia simu ya kisasa na kuishi kwa maringo. Hakuwa anampigia mama yake tena, na pale mama alipomtumia ujumbe mara nyingi hakuwa akijibu. Mama yake alikuwa akimwandikia ujumbe huu, "Mwanangu, umepotea sana. Mama anakuwaza." Ujumbe huo ulisomeka hivyo, lakini Sudi alifuta bila hata kusoma mara ya pili. Hakika ilipofika siku ya mahafali, chuo kizima kilijaa furaha. Wazazi, ndugu na marafiki walikusanyika kushuhudia watoto wao wakitunukiwa vyeti. Wimbo wa furaha ulisikika kila kona. Habari za mafanikio ya mtoto wake zilimfikia Mama Nalia kule kijijini kupitia jirani aliyesikia katika redio pale kijijini. Kisha jirani huyo alimfuata Mama Sudi na kumwambia kwamba mwanao Sudi ametajwa kama mhitimu bora wa muhula wa mwaka huu wa mwisho. Mwisho kunukuu. Hakika Mama Nalia alilia kwa furaha kweli kweli bila kufikiria. Alichukua kitenge chake cha zamani, akapanda basi kuelekea mjini. Safari ilikuwa ni ndefu kweli kweli, lakini alivumilia mama huyo.
Alitaka kumkumbatia mwanawe siku hiyo ya fahari kweli kweli, kwamba amesikika mwanake ndio mwenye akili sana darasani. Alipofika kweli chuoni, aliona wanafunzi wamevaa majoho, wazazi wakiwa na maua. Akauliza kwa heshima kweli mama huyo, naomba kuuliza, huyu kijana anaitwa Sudi, mhitimu bora, yuko wapi? Alikuwa akiuliza baadhi ya watu ambao aliwaona pale. Mtu mmoja alimuonyesha jukwani. Alitabasamu kwa furaha, huyu ndiye mwanawe. Alisimama na kupiga makofi, machozi yakimtoka. Alimkaribia kidogo, akaita kwa sauti, Sudi mwanangu. Hayo yalikuwa ni maneno ya mamake na Sudi. Kila mtu akageuka kumwangalia yule mama aliyekuwa amevaa kitenge cha zamani, viatu vilivyopasuka na uso uliojaa vumbi. Sudi akiwa amesimama na wenzake aliganda. Wenzake walianza kucheka. Kelvin akamnong'oneza, huyo si mama yako kweli bwana? Mbona kama yaya wa zamani kweli kweli, ni kabibi kizee. Wote wakacheka. Sudi akasogea akamwangalia mama yake usoni, kisha kwa sauti ya baridi na yenye kiburi akasema, mama, naomba usinitie aibu mbele ya watu. Siwezi kuongea sasa, tafadhali ondoka. Hayo ilikuwa ni maneno ya kwake Sudi akimwambia mama yake mzazi. Mama alishtuka, machozi akamtoka. Lakini mwanangu, ni mimi mama yako. Nilikuja kukuona ukihitimu, nilikuombea usiku kucha. Hayo ilikuwa ni maneno ya mama yake na Sudi. Wanafunzi wengine wakaanza kucheka, wengine wakapiga picha. Sudi alimtazama kwa hasira mama yake akasema, tafadhali ondoka hapa kabla walinzi hawajakutoa. Hayo ilikuwa ni maneno ya hasira Sudi akimwambia mama yake. Maneno hayo yalichoma moyo wa mama kama kisu. Akigeuka taratibu akapotelea kwenye umati wa watu anatembea, huku Sudi akimsukuma mama yake. Kila hatua ilikuwa ni mzigo wa maumivu. Hakulia mama huyu mbele ya watu, lakini moyoni damu ilikuwa inavuja kweli kweli. Baada ya kuhitimu, Sudi alipata kazi nzuri katika kampuni ya teknolojia. Akaanza kuishi maisha ya kifahari town, mtoto wa town. Lakini kadri siku zilivyopita, moyo wake haukuwa na amani. Kila mara alipoona mama yoyote mzee barabarani akiomba, alikuwa anakumbuka sura ya mama yake mzazi. Baada ya muda kupita, kampuni ambayo ilimwajili Sudi ikaanza kupunguza wafanyakazi. Kwenye orodha ya kwanza waliokatwa, jina lake lilikuwemo. Alishangaa sana, akaanza kuhangaika kutafuta kazi nyingine, lakini kila mahali aligonga mwamba. Marafiki zake ambao walikuwa kirol nao wakiishi nao pale mjini walianza kumtenga Sudi, na wengine wakimwambia kwamba, bro, hizi shida zako zinaweza kuniletea nuksi. Watu walikuwa wakimwacha hivyo. Sudi akapoteza nyumba aliyokuwa akiishi. Akauza simu yake ya gharama kubwa, na hatimaye akaanza kulala kwenye chumba kidogo cha kupanga. Uswahilini watoto wa Uswahili wanasema mbagala rangi tatu, kule ndani kabisa. Usiku mmoja akiwa peke yake, Sudi aliota ndoto. Alimuona mama yake akiwa amelala makaburini akilia na kusema, ulinikana mbele ya dunia, sasa dunia inakukana. Hayo ni maneno ambayo Sudi ameyaota akiwa amelala katika chumba kake kadogo, godoro ameweka chini. Sudi alipoamka, moyo wake ukawa mzito kweli kweli. Siku iliyofuata akaamua kurudi kijijini. Safari ilikuwa ni ndefu kama ilivyokuwa siku ile mama yake alipokuja mjini. Alipofika kijijini, nyumba yao ilikuwa imechakaa kweli kweli. Aligonga mlango, hakuna aliyojibu. Akapita kwa jirani. Jirani akamwangalia kwa mshangao. Sudi, pole sana mwanangu. Mama yako aliumwa kwa muda mrefu baada ya kurejea kutoka mjini. Alikuwa akilia kila siku. Alisema, mtoto wangu aliniona kama uchafu, lakini Mungu ni mwema, yuko hai, yuko shambani sasa. Hayo yalikuwa ni maneno ya kwake jirani akimwambia Sudi kwamba mama yake alikuwa akilia sana na aliumwa mno, lakini waliweza kumtibia na akarudi katika afya yake kama zamani, na sasa ameenda shambani. Sudi aliharakisha kuelekea shambani. Alimkuta mama yake amekaa chini akipanda maharage. Uso wake ulionekana umechoka, lakini macho yake bado yalikuwa na upendo ule ule. Mama yule wakati akipanda maharage, alipoangalia pembeni alimuona mwanake Sudi anatembea taratibu huku machozi yakimtoka. Hivyo mama huyu alimsogelea polepole kijana wake na alimtazama, kisha akamwambia kwa sauti ya upole, mwanangu, umetambua njia ya kurudi nyumbani? Sudi alijaribu kuongea, lakini sauti ilimkataa. Alishindwa kuongea, akapata kigugumizi cha ghafla. Sudi alianguka chini akapiga magoti akimshika miguu akilia sana mama yake na kuzungumza hivi, mama, nisamehe. Nilikuumiza sana mama yangu. Niliona fahari ya dunia ikizidi thamani yako. Nimepotea mama. Tafadhali nisamehe mama yangu. Mama alimwangalia Sudi huku machozi yakimtoka, kisha akamshika kichwa na kusema, Sudi, nilikupa uhai. Siwezi kukuacha kwa kosa. Nilikusamehe siku ile ile uliponikana.
nilijua dunia itakufundisha, karibu nyumbani mwanangu. Hayo yalikuwa ni maneno yake na mama yake na Sudi kwa uchungu kweli kweli. Walikumbatiana kwa muda mrefu, jua likiwa linaelekea kuzama, sauti ya ndege wa jioni ikisikika na upepo ukapita taratibu shambani. Ndani ya upepo huo kulisikika sauti ya rehema, upendo, amani na usio na mwisho. Sudi aliishi vizuri na mama yake na akamuomba mama yake ambariki tena upya, ampe baraka aweze kurejea mjini kutafuta kazi ili aweze kubadilisha maisha ya mama yake. Mama huyu hakuwa na ajizi, alimbariki kijana wake moja kwa moja. Sudi akatoka kijijini na kwenda mjini. Wiki moja tu Sudi alipata kazi, na alipopata kazi tu alipanga nyumba kubwa kweli kweli yenye vyumba 4 na sebule, na akaajiri mfanyakazi wa ndani. Kisha Sudi yeye mwenyewe akamfuata mama yake kijijini na wakarudi wote mjini, wakaanza kuishi kwa upendo na amani tele. Hakika na kufikia hapo simulizi yetu nzuri inaishi hapa. Mtazamaji, hili ni funzo kwa vijana wote ambao wanaweza kuwatelekeza wazazi wao kisa tumefika mjini na kukaa na familia zao. Siku zote mzazi anaweza sikulani, lakini yale manunguniko ya mzazi yanaweza yakakuharibia maisha yako. Tumejifunza kitu hapa mtazamaji wa simulizi za ajabu. Maoni yako ni yapi? Andika maoni yako hapo katika sehemu ya comment na tukutane tena katika video nyingine. Bye bye.